Mambo mengi hayapo kama yanavyoonekana kwa macho. Unahitaji kupambanua kwa namna ya roho. Watu wengi hawapo kama wanavyoonekana kwa macho. Unahitaji kuwapambanua kwa namna ya roho. Mithali 3:5 anasemaje? Mithali 3:5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Anasema usizitegemee akili zako, hasemi usizitumie akili zako. Watu wenye akili nyingi wana mtego wa kuzitegemea akili zao. By reason of experience, mpaka sasa unatakiwa kuwa unajua kwamba sio kila wakati akili yako inakuwa iko sahihi. Akili yako haiwezi kuona kesho. Kesho tunaiona kwa ufunuo, na kinachoona kwa ufunuo sio akili, ni moyo. Kwa tutatumia akili zetu, lakini inapokuja kwenye ishu ya maongozi ya maisha yetu, tutategemea mioyo yetu. Kwa sababu mioyo inaweza kuona kesho ambayo akili inaweza isione. Ndio maana kuna wakati unakutana na mtu mzuri, akili yako inakwambia mtu si ndo huyu, alafu moyo wako unakwambia utaumia, hautaamini. Atakayeshinda kati ya akili yako na moyo wako saa hiyo inategemeana na umemfunza nani na unamsikilizaga yupi. Kwa sababu akili inavyokuambia inakuletea haraka hapa mezani sababu kwa nini huyu ndo mtu wa kuambatana naye. Hii ndio biashara ya kufanya. Na kwa kweli, kwa fakti ambazo ziko mezani, akili iko accurate, ni sawa kabisa. Lakini vipi mambo yasiyoonekana kwa wakati huo? Watu wengi walioingia kwenye matatizo waliziamini akili zao kwa sababu zilionyesha kwamba hii ni njia sahihi. Lakini ukiwauliza watakwambia kuna kitu ndani kilikuwa kinaniambia. Hiyo kitu ni moyo, ni sauti ya moyo, ni sauti ya roho ya mtu.